tumuombe Mheshimiwa Rais. Mimi ndio kilio changu kikubwa na kificha kwa Rais. Kwa sababu Rais ndio tumemchagua sisi. Na sisi ndio wapiga kula wake. Kwa hali hii kutuwekea shimo hapa, anaamua kutuua kidogo kidogo. Sisi kwa hali bwana, kwa kweli tuna masikitiko makubwa kwa sababu hadha inayopatikana hapa, kuna baadhi ya wananchi wengine wameamka Songa, wengine wameamka Ndanda. Wananchi wa kata Kinjumbi wilayani Kilwa mkoani Lindi wamelalamikia mradi wa ujenzi wa barabara wa kilomita 13 za Kinjumbi Kitope kutokana na kusuasua kukamilika kwa mradi huo na kupelekea kusababisha ajali kwa wananchi kutokana na mashimo ya madaraja. Yamezungumzwa hayo na baadhi ya wananchi wa maeneo hayo akiwemo Amanzi Mbengwa alipofanya mazungumzo na mwanahabari wetu, ambapo ameeleza kuwa alitarajia tangu mwezi wa kwanza barabara hiyo kukamilika, hivyo ameiomba serikali kukamilisha ujenzi huo ili iweze kuinua uchumi wa maeneo hayo. Serikali yetu imetuletea jambo la maendeleo, mradi wa barabara wa kutoka Kinjumbi kuelekea Kitope. Wananchi tulipokea kwa weledi mkubwa, lakini kwa sasa hivi pamefikia mahala weledi ule na ili jambo tofauti na vile tulivyodhanisha. Kuna vitu ambavyo tayari vinavyofanyika au vinavyoendelea. Wananchi kwa jumla tumepigwa na bumbuazi kubwa sana. Moja ya bumbuazi tuliopiga huu mradi baada ya kuingia mheshimiwa ambaye tayari aligewa nafasi kama tuseme mkandarasi, kweli alianza hizo kazi, na katika kuzianza hizo kazi palifikia mahala kuonekana kuna sehemu ambayo tuliposimama ni sehemu ambayo itahitajika ilitengenezwe daraja. Lakini tuko bahati mbaya, baada ya kuchimba ile shimo ambalo nategemea litengenezwe daraja, mkandarasi mpaka sasa hivi nafasi ya kutengeneza hilo daraja haipo. Moja hapo hiyo daraja au shimo lililochimbwa hapo imetokea ajali ambazo ndio tuna masikitiko makubwa, ili tuone ili jambo ambayo serikali iliyotuletea baada ya faraja kuwa matatizo, ishatokea ajali kwenye shimo hili ilivonyesha mvua, kwa sababu jamaa bila kutambua, kwa sababu pamejaa maji kwenye hilo shimo, ikatokea ajali, mmoja na pikipiki wakadondoka, wengine wakafika hospitali na huduma wengine wanaendelea nazo. Sisi tuna masikitiko makubwa juu ya serikali. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wametuletea mradi wa barabara Kinjumbi Kitope. Na mradi huu tulitarajia mpaka mwezi wa kwanza huu ulioisha mradi huo ushakamilika. Kwa mikataba ambayo tulikuwa tumeonyeshwa na viongozi ambaye wa madiwani katika huu mradi wetu. Lakini tunaona maajabu, mpaka hivi sasa mradi hujakamilika na tumechimbiwa shimo hapo katikati ya barabara kuonesha hili ni daraja, lakini daraja hilo linaleta maafa kwa wananchi. Kwa hiyo sasa kupitia hili tumuombe Mheshimiwa Rais. Mimi ndio kilio changu kikubwa na kificha kwa Rais. Kwa sababu Rais ndio tumemchagua sisi. Na sisi ndio wapiga kula wake. Kwa hali hii kutuwekea shimo hapa, anaamua kutuua kidogo kidogo. Sisi kwa hali bwana, kwa kweli tuna masikitiko makubwa kwa sababu hadha inayopatikana hapa, kuna baadhi ya wananchi wengine wameamka Songa, wengine wameamka Ndanda. Sasa sisi tuna masikitiko makubwa. Na la pili tunaloendelea, hii barabara ndio inaunganisha vijiji vyote katika kitongoji hiki cha Kinjumbi. Mazao makubwa, uchumi mkubwa tunatarajia utoke Kitope, lakini Kitope kwa kufikia hali hii, kwa kutuwekea shimo hili, ina maana sasa hivi tunaona hali ya hewa kama hii ni hali ya jua. Ikitimuka mvua, wana mama wajawazito, wafanya biashara, wakulima, kila sekta zinabana. Kwa hiyo tuombe serikali kuu, ndio kilio chetu tunawalilia, tunaomba waje walisikie kilio, watusaidie ili na sisi tunasuke na hii hadha. Wananchi tulikubali kwa pamoja pia kujitolea rasilimali mali bila malipo. Na tumefikia hatua kujitolea rasilimali nguvu. Tulitemegea mkandarasi rasilimali nguvu tunazojitolea hizi tutalipwa, lakini mpaka sasa mkandarasi hatulipi. Tukimuuliza anasema mimi nimesema TARURA hela hataki kuleta. Sisi kilio chetu iko, tunaomba Mheshimiwa viongozi za ngazi ya juu, haswa nikizungumza na Rais, hii hali atusikilize sisi wananchi wake. Sisi ndio wapiga kula. Hali hii sisi tumeshafikia hatua, tumechoka, tunateseka na zinaendelea kupatikana ajali mpaka vifo vitapatikana kupitia hili daraja au hili shimo. Wananchi inaleta changamoto, limekata njia ambao ikinyesha mvua watu wa huku wanakuepo wa Kitope, wa Kinjumbi. Kwa maana hiyo mtu hata akipata na homa, ujauzito na kuepo ngumu kuelekea kwenye zahanati. Ushauri wangu namuomba Samia Suluhu Hassan atusikilize ndani ya hili, ikiwa sisi wapiga kula wake atuelewe, kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwepo mpikaji katika hii, nadaiwa madeni kwenye maduka
Yani nipo ovyo ovyo mpaka nadhalilishwa. Tuliambiwa tunalipwa muda wa mwezi 1.5, sasa hivi miezi 4 hatujapata hela. Changamoto nyingi zinatutokea. Yani hilo bado sijaelewa. Mnadaiwa madeni kivipi yani? Tunadaiwa madeni kwa sababu mkandarasi alituambia tunapikia muda wa mwezi 1.5 au miezi 2 tutalipwa hela. Kwa maana hiyo tunaenda dukani tunachukua bili kwa kutegemea mwezi 1.5 tutalipa hela kule. Hela hazitoki mpaka hivi leo. Tunaitwa kwa wenye vitu vya vitongoji, tunarudishwa. Haswa mimi mwenyewe ndo nilikuwa mpishi mkuu wa barabara hii. Kwa upande wake, diwani wa kata hiyo Ali Mawingu amekiri kuwepo kwa changamoto hiyo kwa muda mrefu, huku akisisitiza kuwa serikali imewekeza zaidi ya shilingi milioni 235 katika ujenzi wa barabara hiyo, lakini mpaka hivi sasa kazi imesimama kutokana na mkandarasi kutolipwa fedha zake. Na ujenzi huu ni ujenzi ambao wa kilomita 10 za kuchonga na kilomita 3 kwa ajili ya changalawe hizi sehemu korofi. Na kilomita 10 zote zimeshaisha kuchongwa na kilomita 2 tayari za kwa ajili ya changalawe, bado kilomita 1 kwa ajili ya kumalizia hizo changalawe kwa sawa na kilomita 3. Lakini kwa sasa hivi na pia kulikuwa na ujenzi wa daraja sawa na hapa tulipo, na ndio eneo hapa inaonekana. Kile daraja mpaka sasa hivi limechimbwa tu msingi, bado hajamaliziwa. Na changamoto kandarasi bado hajapata malipo yake, ambayo mkataba waliokubaliana katika ujenzi ambao barabara hii ya Kinjumbi Kitope. Na takribani kama milioni 235 ndio mkataba wa barabara hii. Lakini mpaka sasa hivi kandarasi hajamalizia huo mradi. Karavati kama hivyo bado haijaisha, na pia kilomita 1 ambayo bado hajamaliziwa hizo kati ya zile 3. Pia mifereji bado haijaiweka katika barabara hizi ambazo zilikuwa michongwa. Na maana hiyo imekazio na imesimama sasa hivi takriban kama miezi 2 hivi sasa au 3. Imesimama kazi hiyo kwamba haiendelezwi. Changamoto kandarasi anasema kwamba bado hajalipwa malipo yake. Angalau asilimia yote bado hajapewa. Na nikajaribu kufuatilia kwenye ofisi ya TARURA, na pia akajibu kwamba kweli yule bwana hatujamlipa. Lakini taratibu zote za malipo, barua ameshaandika maombi, na sisi kama wilaya hapa TARURA tumepitisha na TARURA mkoa amepitisha. Kwa hiyo barua imeshaenda TAMISEMI, ndiko mwenye dhamana ya mamlaka ya malipo ya huyo mkandarasi. Lakini mpaka sasa hivi bado mkandarasi hajapewa kitu chochote. Na imani mpaka juzi tarehe 26 tulikuwa na kikao cha halmashauri kuu ya utekelezaji wa wilaya wa chama. Pia nayo hoja hiyo ilijitokeza, ikaonekana kweli bana yeye bado hajapewa, lakini taratibu zinafuatwa. Bado ziko wapi? Huko kwa TAMISEMI. Kwa Kilwa hii na mkoa, kazi yetu sisi kama watu wa TARURA tumemaliza. Kichobaki ni watu wa TAMISEMI ili waweze kumkamilishia malipo yake. Na hata hivyo wanasema kwamba muda wote hizo pesa atakuwa amelipwa. Kwa hiyo yeye hajalipwa na sisi mradi huku umesimama. Na takribani shimo hili mimi kutokea athari kama mara 2 hivi au mara 3 watu kuingia katika ile shimo. Kwa sababu huku kumependeza na kule kumependezwa, mtu akitoka huko anawasha tu anaondoka zake, kumbe mbele kuna ajali ya shimo. Na ajali hiyo imetokea wagonjwa kwenda Ndanda na wagonjwa kwenda Songa. Lakini yako malalamiko kutoka kwa wananchi kuhusiana na kutokulipwa fidia zao ama fedha zao, hasa kwa wale ambao walikuwa wanaihudumia hii barabara. Harakati zako za kufuatilia hilo zipoje? Hiyo nimefuatilia wilayani. Changamoto kama vile majibu ya mwanzo kwamba wao hawana dhamana, hawahusiki na kitu chochote malipo hivi sasa. Zidi ya TAMISEMI, kazi yao kule wamemaliza watu wa TARURA kumpitishia yule mkandarasi hela zake ili aweze kulipwa. Nimesikia mkuu wa wilaya ya Kibusu hapa, na katika maelezo yako umesema umefuatilia huku na kule. Vipi kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya? Kwa mkuu wa wilaya sijaenda kwenye ofisi yake. Shida ni nini? Na unafikiri mkuu wa wilaya anapaswa kufahamu nini kinachoendelea huko? Hilo sina hakika, niliona kama ni karibu zaidi ni watu ambao TARURA wenyewe. Muono wangu mimi niliona hivyo. Wananchi wako wamemgusa mkuu wa wilaya wakiamini kwamba hajatekeleza wajibu wake. Labda neno lako ni lipi? Hilo kama ujumbe ndio umefika, basi ni vyema kwa wilaya akaja kuona hii kero na kuona wananchi
sio mbaya. Wewe ni mwakilishi wa mkuu wa wilaya, lakini katika kata hii labda kuto kufikisha taarifa hizi kwa mkuu wa wilaya, huoni kama unamtia matope mkuu wa wilaya? Inawezekana kweli, lakini sikuona kwenye mtazamo wangu kama hilo ambalo litamgusa yeye, kwamba kuwa yeye atakuwa anaathirika juu na hili au itakuwa namgusa yeye hilo. Na saa zako ni nini hasa kwa wananchi wako katika kusubiri kurekebishwa kwa barabara hii? Mimi wananchi wangu nawaomba kwamba waendelee kufanya uvumilivu, kwa sababu malipo yanafanyika TAMISEMI. Huyu mkandarasi naye kashaishiwa nguvu kwa hatua ambayo aliyotoka nayo. Sasa hivi kama 90% kwenye 100 ameifanya kazi tayari. Sasa 10% iliyobaki naamini kwamba pesa atapewa, lakini kulingana na mpango wenyewe tu bado kule jakaa vizuri kwa TAMISEMI au serikalini, basi wafanye uvumilivu, wananchi watapewa hela zao. Sababu hii pesa ilikuwa sio awamu ya kwanza. Kulikuwa na awamu ya kwanza walikuwa wanadai kama milioni 18 hivi na pointi zake wamepewa. Sasa hivi baada ya kupewa zile wakawa wamerudi na kazi nyingine kwa awamu ya pili. Hii awamu ya pili na takribani ipo kama milioni 8. Hii ndio ambayo sasa hivi wanazokuwa wanadai. Zile milioni 18 zile wameshalipwa kwa awamu ya mwanzo, na sasa hivi awamu ya pili kazi walifanya ndio ipo kama milioni 8 hivi ambao wakaona wanadai, ikijumuisha na madeni ambayo mengine ya mtaani. Kwa hiyo ina imani kwamba watalipwa. Kwa vile inawezekana kulipa ile milioni 18, basi naamini hata hii milioni 8 iliyobaki hizi watapewa. Sipokuwa naomba wafanye subira, watapewa hizo pesa. Barikiwe sana. Amina. Naye pia. Tumemaliza kipindi.